Nimemwona mdada ametoka huko ndani kwako anakimbia. Yule ni wifi yangu. Kile kiburi cha Jojo pamoja na dharau na majivuno ya pesa, basi hatimaye leo hii anakwenda kujionea kabisa kwamba pesa si kitu chochote na si lolote. Sasa kama na wewe ni mmoja kati ya watu ambao umejifunza kitu kutoka kwa Jojo, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe linaloonekana chini ya video hii upande wako wa kushoto. Sasa tunachokumbuka kutoka kwa Jojo ni kwamba Jojo ni mwanamke fulani hivi ambaye ana pesa nyingi sana, ana kazi yake nzuri, na alikuwa nadhani kwamba muda wote kwamba pesa ndio kila kitu katika maisha, kiasi cha kwamba aliweza kuwadharau watu wengi sana, hasa ndugu zake, lakini pia watu wake wa karibu ambao walikuwa nataka kujaribu kusogea katika maisha yake. Basi yeye amekuwa akiwadharau sana na akizitumia pesa katika namna ambayo si nzuri. Tunakumbuka kabisa kwamba kuna kipindi ambacho aliweza kumpatia Chado shilingi milioni 10 ili kusudi aweze kwenda kuitolea dhamana nyumba ya kina Najma, lakini muda huo akamuomba rushwa ya ngono Chado kwa sababu ni mwanamume anayejiamini, lakini pia ni mwanamume ambaye anajielewa. Akapambana mwisho wa siku na kuweza kumrudishia zile pesa zake na asiweze kuingia katika huo mgogoro au katika hiyo dhambi ya kuweza kuzini pamoja na Jojo. Lakini pia Jojo ameendelea kuwa ni mwanamke mwenye dharau sana kutokana na pesa zake nyingi alizonazo. Kile kipindi ambacho ndugu yake amekuja kumtembelea yule dada yake, basi kwa sababu ana pesa nyingi sana akajitia kuonyesha wivu wa kipuuzi na mwisho wa siku kumfukuza ndugu yake pale nyumbani. Ndugu yake akabaki kama alivyo, akashindwa hata ni nini cha kufanya, akaondoka na kurudi kule ambako alikuwa anaishi. Lakini pia kitu kikubwa zaidi ambacho Jojo ameweza kuonyesha dharau kubwa ni kwa huyu mpenzi wake ambaye ni Alidadi, kaka yake na Najma, mzee wa misumari. Alikuwa anamuonyesha dharau sana, lakini pia kiburi kutokana na zile pesa ambazo yuko nazo yeye. Dadi alikuwa anajitahidi kumuonyesha upendo wa dhati, mapenzi dhati, lakini Jojo alionyesha kuwa ni mwanamke mwenye kiburi zaidi kutokana na zile pesa, mpaka nafikia kipindi anamwambia Alidadi kwamba aingie jikoni akapike kwa sababu yeye amechoka na majukumu ya huko ofisini ambako ametoka. Sasa Alidadi baada ya kufikiri na kukaa kwa muda mrefu sana na Jojo, akaja kufahamu kabisa kwamba Jojo ni mwanamke ambaye anajidai sana na anakuwa na dharau kutokana na zile pesa ambazo yuko nazo. Na mwisho wa siku Alidadi tunakumbuka alikuwa amejipanga kabisa kwenda kumwambia Jojo kwamba mimi na wewe kuanzia leo ni basi na hatutakuja kuwa na mahusiano tena, kila mtu aweze kushika 50 zake. Lakini kabla hajamwambia Jojo taarifa hizo, mwisho wa siku anamkuta Jojo akiwa kwenye wakati mgumu sana, wakati ambao alikuwa anaumwa yale malaria ambayo tunaona Jojo anaendelea kuugulia hali yake ngumu mpaka sasa. Muda huo Alidadi alikosa namna kabisa ya kujaribu kumwambia chochote kile cha kumuumiza Jojo kwamba waachane, kwa sababu aliona kabisa hali ya Jojo alionayo si hali nzuri ya kuweza kuambiwa maneno, lakini pia na mambo ambayo alikuwa amejipanga nayo. Mwisho wa siku akaweza kumsaidia kadri anavyoweza, lakini kwa sababu haikuwa ni bahati yake, lakini pia haikuwa ni riziki yake, akaona anashindwa kabisa. Akamfuata mdogo wake Najma na kujaribu kumuomba pesa kwa ajili ya matumizi kidogo, lakini pia kujaribu kumuomba Najma aende akakae pale na wifi yake ili kusudi yeye aende akajificha, kwa sababu tayari alikuwa ameshafahamu kabisa kwamba wale maafande ambao waliwakatalia ile siku na Chado kwamba wenyewe hawaendi polisi, basi wanaendelea kuwafuatilia. Na Najma aliweza kumpa taarifa kwamba nenda kajificha, kwa sababu hata Chado naye ameshakwenda kujificha huko. Kwa hiyo na wewe hakikisha ni kwamba unakwenda kujificha ili kusudi hawa maafande wasiweze kukukuta. Kwa hiyo Alidadi akaweza kurudi nyumbani na kumwambia Jojo kwamba Najma amekataa kuja kukuuguza, kwa sababu hata wewe kipindi ambacho yeye alikuwa anaumwa basi haukuweza kumtembelea, lakini pia haukuweza kujali kuhusiana na afya yake. Jojo alijikuta ni mwanamke fani ambaye anaumia sana, lakini Alidadi aliendelea kumuonyesha upendo na kumwambia ngoja kwanza nikuletee maji uweze kupata nguvu, kwa sababu hata madaktari wameniambia kwamba umepungukiwa sana maji mwilini, kwa hiyo inabidi upate maji ambayo yatakufanya wewe kuwa na nguvu zaidi za kufanya kazi. Kabla hajafanya chochote wale maafande na wameingia pale,
na kumchukua na kuondoka. Muda mchache baadaye Najim anafika pale na matunda kidogo kuhakikisha kwamba anajua afya ya wifi yake inaendeleaje, lakini baada ya kupata taarifa kwamba Alidadi ameweza kukamatwa na polisi, Najim hakujali zaidi kuhusiana na Jojo, akatoka mbio ili kusudi kwenda kujua usalama wa Chado ukoje. Huku nyuma tena yule jirani ambaye alikuwa anatukana sana na Jojo, lakini pia alikuwa anasema vibaya sana kuhusiana na Alidadi, Jojo akiwa na wasiwasi kwamba Alidadi atakuwa anatoka na yule msichana, basi amekuwa ni msichana ambaye kwa muda huu anamsaidia Jojo kumletea maji, kumletea chakula, lakini pia kumletea pamoja na dawa. Jojo anajifunza mambo mengi sana kutokana na dharau ambazo alikuwa anazileta kwa watu wake wa karibu ambao walikuwa wanajaribu katika namna moja au nyingine kusogea katika maisha yake. Anajikuta anakuwa mtu mpole sana kiasi cha kwamba anajifunza, lakini pia anakwenda kubadilika na kuwa mtu mwema. Sasa ukiwa ni mmoja kati ya mashabiki wa movie hii ya Mission Impossible, umeweza kujifunza mambo mangapi kutoka kwa Jojo, lakini pia umeweza kujifunza mambo mangapi kutoka kwa waigizaji wote hawa ambao wanacheza katika movie hii? Niandikia hapo chini kwenye comment section kwamba wewe umejifunza kitu gani kutoka katika movie hii, lakini usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Langu jina ni Neema Gabi na hii ni Movie 255. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka wakati mwingine. Bye bye.